Yo, wagwan everybody, what's going on man? John Jackson hapa msanuaji na kukaribisha tena kwenye Ghetto Podcast. Season nyingine tena au sio bana, ambapo leo niko na mkali anaitwa Gaza Boy. Mbele ya muda masaa 72 baba. Muda kutosha. Oja tumezoea kukutana kwenye Drip Check. Lakini leo tumekutana kwenye Ghetto Podcast. Tunapiga mastori ya ghetto leo baba. Wala umedrip, umependeza. Mbele ya muda baba. Leo imetengenezea nini? Hii ni ya leo hii. Hii ni ya leo special kwa ajili ya ghetto. Simu yako tu ilivolia ile mapema nikaona muda muda utosha kachapa tu mbio. Hii imetengenezea nini leo? Hii ni leather, ilikuwa kitambaa cha leather. Afu hii nilochanganyia ilikuwa tu ni koti fulani niliotea mtumbani. Okay. Noma sana. Yo, ukizungumzia moja kati ya vijana ambao wanafanya vizuri sana, Ghetto Boy, ambao sasa hivi kwenye upande wa fashion wako fresh, huwezi acha kumtaja Gaza Boy. Gaza Boy yuko mbele ya muda na tayari umeshaona impact ya kile ambacho anakifanya, hadi baadhi ya wenyewe wanaita runinga au sio bana, au baadhi ya vyombo vya habari vikubwa vya kimataifa tayari vimeshamreport kuhusiana na kile ambacho anakifanya Gaza Boy, ambaye ni Ghetto Boy by the way. Issue vipi lakini Gaza Boy? Kama how's the maisha yanaendaje? Maisha baba, kama unavyojua, bila kuchoka. Tunaendelea tu kupambania kombe mdogo. Wengi wanakufahamu kama Gaza Boy, kama AKA na ishi kama hizo, lakini jina lako halisi ni nani? Bana, mimi kwa majina naitwa Hassan Omari Mgaza. Ambapo Gaza Boy je likujaje? Gaza Boy jina la babu yangu ile Mgaza. Sasa nilikata ile M ikabaki Gaza, afu nikamalizia Boy. Gaza Boy. Jina la babu yangu Mgaza. Noma sana. Passion yako na masuala ya kudrip ilianzia wapi? Ulijifunza vipi mpaka ukaamua kusema sasa mimi naingia sasa rasmi kwenye biashara ya fashion? Bana, kwenye swala zima la fashion, ninakumbuka nilianza tokea nikiwa nasoma sekondari. Okay. Kwa sababu mimi nilikuwa ni mtu ambaye napenda kuvaa, yani ukizungumza kwenye masuala ya kuvaa, hapo shule sasa. Shuleni hapo, yani mimi kwa sababu wanasema katika wale watu ambao ni mpaka namaliza form 4. Nilikuwa napenda kuvaa, lakini nilikuwa sijui kipaji changu ni nini. Okay. Kwa hiyo nilipokuwa shuleni, ilifika time yani, kwa sababu mimi nilikuwa ni mtu ambaye naingia sokoni mtumbani. Nachagua zile outfit ambazo najua hizi nikizimix nikidumbukia ni kwere yani noma. Sasa pia nilikuwa na tabia kwenda kupiga picha. Ninamcheki kuna mwanangu alikuwa photographer. Alikuwa anamcheki bana, hapa leo nimeingia hivi sokoni nimeotea hivi na hivi, tuishirize tukaue, tunaenda tunaua. Sasa nikafika mpaka time sasa shuleni nikawa sizingatii sasa masuala ya shule. Mimi ni picha na kupendeza. Sasa shuleni ikifika muda wa kuitwa majina, mpaka wanafunzi sasa wakawa wananijua mzee wa location. Mzee wa location. Shuleni sasa ikifika muda sipo, mwalimu anaita majina darasani. Hassan Omari. Yupo location. Kawaida wanafunzi wanamjibu. Unajua zile. Yupo location. Kwa mzee wa location yani hivyo yani. Kwa Gaza Boy mzee wa location. Gani nilikuwa mzee wa location. Kuna shule nzima ilikuwa inanielewa mimi ni mzee wa location. Sababu pia shuleni hapo nakumbuka nilianzisha style yangu fulani ya kuvaa begi. Shule nzima wakaiga. Ulikuwa unavaje begi? Yaani begi sina kwa kawaida, sina kwa ile mikanda hivi. Sasa mimi nilikuwa navaga mkanda mmoja na vaa. Alafu begi la mikanda miwili. Kwa hiyo nachukua ile mkanda mmoja na kuvaa hivi. Roga style yangu mimi sinapenda vitu vya kike. Napenda kuonekana tu mimi mwenyewe, hiyo ni kiasi kufanana na watu. Gaza Boy anatoka kwenye familia design gani? Bana, familia mimi natokea bana. Familia zetu hizi ungamana, mkono uende kinywani. Unajua yani maisha tu fulani ambayo ni kawaida sana, yani kawaida sana, kwa sababu mimi mamangu ni mtu ambaye anafanya biashara ndogo. Kwa sababu mimi babangu pia alikuwa ni tour guide. Sasa
alikuwa aishi pamoja na Maza. Okay. Yeah, alikuwa yeye ni mtu wa masafari. So unajua. Pia alikuwa ana familia nyingine. Okay. Yeah, kwa hiyo mimi nikawa naishi na mama yangu tu. Na mzee akawa anatuma michuzi na nini, ila mimi nikakaa karibu sana na Maza. Kwa hiyo ikitokea changamoto fulani nini mimi ndo nabidi naangaliwa. Unajua ile sasa mmekaa ndani hivi. Bana tuelewi. Pale nyumbani ukicheki mimi ndo wa kiume afu ndo mkubwa. Mimi na wadogo zangu wawili. Okay. Mimi wadogo kabisa. Kwa hiyo yani familia ambayo nimetokea ni ile familia ambayo yani kuna muda ikifika sasa mimi ndo baba. Naangaliwa, tunafanyaje? Kwa hivyo mimi nikawa najichanganya kwa sababu mimi sikuibukia tu kwenye fashion. Nilikuwa pia ni mtu ambaye anapenda kutafuta kazi, yani nilikuwa nataka niwe na kazi, niwe na mimi napata hela ili niweze kuhudumia familia yangu, yani tusisi yani maisha ambayo ni ya shida sana, unajua? Ya kwa hiyo tafuta bana. Mwenyezi Mungu akajalia nikapata harakati moja nikakimbiza, nikaja ngafunguaga. Ambapo ilikuwa ni nini? Harakati gani? Catering. Mimi nimekimbiza sana catering. Sala ya kuhudumia. Ya kutoa mageni. Catering mimi. Ulikuwa kama mhudumu au? Ulikuwa wale save wale. Save unahakikisha kabla wageni hawajafika meza iko safi, mnapanga vijiko mezani, nini, sahani, tishu, yani mnaandaa mazingira baada ya wakija watu ile mnawapokea vizuri. Mimi nimekimbiza sana catering. Kwa hiyo nilipokimbiza nikapataga kila fulani kwa sababu mimi nilikuwa napenda kuvaa. Ndoto yangu kubwa ilikuwa nije kuwa na kidogo kubwa. Zangu nguo tu maisha. Okay. Unakumbuka kisanga gani ambacho usho kukipata wakati unapiga issue za catering, labda kwa mteja amekuja nini? Unajua kuna wateja wengine nao, jao. Kweli bana. Bana ni changamoto ambayo ni kubwa sana. Sababu ile catering ilikuwa ni kubwa. Nafahamika. Walikuwa wanapokea wageni kutoka nchi tofauti. Sasa kuna walikuja wageni fulani hivi. Hawajui Kiswahili. Alafu wanaongea tu lugha. Sasa bali kwenye lugha sasa. Unajua sisi wengine tumetoka kwenye shule ambazo kidogo ndio ile. Senti Kayumba yani Kiingereza sio kile sana. Sio kivile. Cha kudangi. Sasa mgeni mmoja akaja akaniita mara moja akaniambia njoo. Akanionyesha mimi namuelewa. Ananiambia bana hapa hivi nataka kumpigia mtu lakini customer care anaongea Kiswahili, anasemaje? Jamaa mimi nimtafsirie customer care anaongea Kiswahili. Anasemaje nimueleweshe? Hapo ndio mtihani ndugu yangu. Sasa hapa nikajikuna. Kuna mshikaji alikuwa anapita bwana akamwambia baba sorry. Sikilize huyu jamaa. Kawama ule msaada. Lugha. Kwa maneno ambayo ulikuwa unayapata pale kwa kama maneno gani? Maneno ambayo bali sasa alikuwa tuelewani, yani mimi nilikuwa vile. Yake ongea hivi na unakuja kivingine. Mimi namuelewa lakini sasa mimi kumrudishia kwa ile perfect lugha yani hizi naye kunielewa nikati. Kwa hiyo tunapishana. Noma sana. So ukapata ile jaksi pale. Nikakota bana hela hapa namshukuru Mungu. Nikafungua goli langu bana Arusha. Ndio fulani Sakina. Pale Sakina pale ilikuwa barabarani, ilikuwa na mwanangu mmoja hivi tulikuwa tunakimbiza naye. Sasa mwisho wa siku ndio ikatokea ile changamoto kwamba wamachinga hawataki. Au sisi tulikuwa road yani tumetega yani ndio ile yani ni uhakika kama ni chuma zinakuja zinapaka. Nyama ndo haya yani afu unajua watu hawakai sana wale ni mabosi kwa kwa kuuliza tu bana hiyo shingapi kimtajia tu bei bana ndio hiyo Nyamwezi. Katokea hiyo changamoto bana. Tukamishwaga tukapelekwa sokoni, tulijengewaga masoko ndio machinga. Sasa kule sokoni maeneo ambayo tulipewa dingi. Ikichochoro. Acha. Nikichochoro hapo kitego langu lilivyokuwa mwanzo. Ilikuwa ni hivi kubwa ni kichochoro. Tafanyaje? Hapo unaweza kuona sasa kazi inakuwa ngumu. Lakini hivyo bana tukapiganisha tukaungana na machali fulani hivi. Tukaunganisha magoli sasa kwa sababu wote tulikuwa sehemu moja. Kila mtu akawa na kazi zake. Kwa mimi na nguo zangu nazijua hizi nguo zangu na nguo zangu najua hizi nguo. Ile goli tukaunganisha likawa moja. Sasa ile machali nikawa nakimbiza nao na nini walikuwa wawili. Sasa bana changamoto ilikuja kutokea siku moja. Chali moja kati ya wale wawili wale walikuwa ni ndugu. Atakuja kuizi siku moja kama vile nimeuza nguo yake alafu sijampa kimango. Unajua zile. Akaniambia kuna nguo ilikuwa basi ioni iko wapi umeuza au chali? Nikamwambia mimi sijauza.
umeuza, unakumbuka kabisa kuna nguo ilikuwa hapa hivi. Jamani ni mind kabisa akataka kunipiga. Ndio mwanangu mimi siwezi nikauza nguo afu nikaingia mfukoni. Sema kama vipi mimi nakulipa tu hiyo nguo yako, mbona baridi? Nao mwisho wa siku tukaenda. Sasa unajua mimi ni mtu ambaye nilikuwa napenda vitu ambavyo ni tofauti sana. Pamoja na kuwa nilikuwa na wale machalili, lakini nguo zangu nilikuwa nazimodify. Natafuta vitu fulani vya tofauti. Unaongeza unyama. Sema sasa kwa location ambayo nilikuepo ilikuwa changamoto sana kwa sababu ilikuwa ni sokoni. Mteja anaweza kaja na 10,000. Unajua maisha ya sokoni. Anaona vitu vingi. Piga hicho pale kaona viatu vikali. Piga hicho pale sisi kaona nini kikali, afu mimi nauza nguo. Kwa ile 20,000 anataka apate kila kitu. Sasa mimi ningemwambia nguo moja 20,000, alikuwa nimemkosa. Sasa pale kwa maisha pale yakawa ndio hivyo, baada maisha ya sokoni 100, 200 zile. Ndo wateja wakija na wanataka wanunue vitu vya bei ile. Nikamwambia nguo hiyo t-shirt 20,000, nakimbia kabisa. Sasa siku moja Kaja katokea ule chali ambaye nilikuwa naye, kakaja alipata siku mshagani akasafiri. Nikabaki na ule mdogo wake. So ule mdogo wake alikuwa ni mawengi. Hajatulia ni mapepe yani. Niko resi. Sio alipigiwa simu tu na kadi sio nini, akasema bana ile eneo itabidi tuliuze. Kila mtu angalie ustaarabu wake kwa sababu mimi mwenyewe nataka nisafiri niingie zangu mkoa. Ambia tuliuze mwanangu. Kama si sawa, kama vipi, kwa nini usiliache tu niendelee kukimbiza? Amna, nataka tujiuze, weka hata eneo lako. Kwa sababu ile tuliunganisha. Pia kuna maeneo mengine ambayo tuliunganisha ya watu wengine ambao wao hawakuja kukabidhiwa maeneo yao. Kwa hiyo kama vile tulipiga gepu fulani, kwa tukao tunajua hapa kuna gepu la fulani na gepu la fulani. Kwa fulani yeye alikuwa anafikia changamoto ya kuweza tena kuendelea na hii biashara. Sasa katika kugawana ikatokea mgogoro pale. Jamaa ananikatia kichochoro kabisa yani. Nikamwambia sasa kuna ile eneo fulani la fulani lile vipi? Anaongeza hatua kidogo, anambia hapo ndo mwisho nikicheki. Wale sio walikuwa wawili, mimi nilikuwa mwenyewe. Kwa hiyo sehemu ile alokata upande wao ni mkubwa, mimi kwangu ni kichochoro kabisa, ni kama kile cha mwanzo. Siwezi nikaweka mazaga, yani nikiweka tu nguo moja nyenga kama hii inaziba. Ilikuwa noma. I say. Katokea ugomvi bana pale. Jamaa ngania nini watu pale wakawa wanaona na kabisa uchalia na zingua na tukifanya wao wamekaa wote, lakini mwisho nikaona so kesi bana. Nikaona langu fulani nikaenda kanunua zangu mbao, nikajipigia mpaka wangu na yakabaki kwake huko pasukuma. Nikaendelea pale na kitu changu, nikaendelea kukimbiza. Sasa mimi nilikuwa na tabia ya kama nilivyosema mwanzo, na modify nguo alafu kisha modify ndio napiga picha safi kabisa. Pia alikuwa na tabia kuwatagi wasanii. Wasanii ambao na kabisa huyu Mnyamwezi ana kitu fulani akipata na hivi vitu vyangu anakuwa mbele ya muda. Sasa nakumbuka siku moja nilikuwa nimemtagi bana msanii mmoja hivi kwa WCB. Ni nani yuko? Mtaje tu. Sasa kumtaja uongo. Si. Hapo kunimtaja uongo. Kwa msanii mfano wa WCB nilimtagi kazi yangu moja kama nielewa. Akanicheki. Akaniambia hiyo kali noma. Tunafanyaje na shoot kesho kutwa na nyimbo yangu? Nikamwambia hamna shida bro, hakika. Sasa msanii alikuwa anajua mimi niko mjini, niko Bongo. Mimi niko Arusha. Tena kasema basi force na zingine nizione, nifanye fitting mimi niue ngoma yangu nini. Nikamwambia sawa. Niko nyumbani baya sawa. Ndio pale nyumbani mimi pia nilikuwa naendelea harakati zangu za kushona. Mimi nilikuwa nashonaga na mkono mwanzo kabla ya kuwa na cherehani. Sababu nilikuwa nikipeleka mafundo wananichanganya, hawawezi kufanya na kujitaka. Kwa hiyo nilikuwa nashonaga na mkono. Sasa kuna mshikaji fulani hivi ambaye alikuwa ni kama vile appreciate ninachokifanya, anakwambia hii yeye sana anavaa hiyo. Yeye nani atavaa hiyo? Dogo yeye nani anavaa kwa nitaka dogo. Niambia hii hamna, hii mimi sina chapa tu. Mimi simsikilize kwa sababu sometimes anaweza kukatisha tamaa. Of course. Sasa ilipotokea msanii aliponicheck na ni DM Instagram. Kaanza kuonyesha. Oya. Msanii kwanza nikamwambia wewe msanii fulani kanicheck. Mna wewe huyo akucheck unamjua wewe. Kama amenicheck unamaanisha nini hapa? Nikamuonyesha bali cheki kweli asi.
Kwa hiyo ngambia mbele ya muda ndo tayari tena ndo safari hiyo. Kamfuata Maza, ngamwambia Maza tunafanya. Kwani wewe msanii alikwambia bana kama vipi njoo da au? Msanii anajua mimi niko da. Kwa sababu alivyonicheka ananiambia ulifanya fitting, ananiambia kesho. Bana yani leo hapo ameniambia kesho ndio tufanye fitting. Kwa msanii kwa Maza yake anajua yupo. Nikamfuata Maza, nikamwonyesha DM, nikamwambia mama tunafanyaje hapa? Mimi niingie town. Nguo ndo hizi hapa, msanii nimetumia zingine, kasema nikamfanyia fitting. Tunafanyaje? Hapo nyumbani maisha yenyewe ndo unga mwana tuelewe. Bana Maza akapiganisha pale kwa heshima. Nikapatikana nauli ya kuja mjini. Kabla kuja mjini kwanza nilikuwa na chali yangu ambaye nilikuwa naishi naye kule. Chuga. Nikamwambia sasa mwanangu mimi nataka niende town. Wewe unaoga na wanao wanachua, wanasoma. Vipi wewe ukaniforce mimi nikaanza simu hata kujiegesha tu. Sababu mimi ninaenda kukimbiza ya harakati yangu afu narudi. Nikamwambia sawa ngoja, akampigia mwanae mmoja ambaye alikuwa yuko kujiji tayari mwanachuo. Connect naye. Ni kesho yake kaanza safari. Huyo kashika chuma. Njiani bana gari kapata changamoto. Tunajua gari za bei rahisi. Na ule yenyewe ilikuwa unga mwana. Sasa ile luxury. Kama vipi shukeni kwanza. Gari bana ilikuwa ni ile nauli zetu zile, gari kapata changamoto afu dereva na konda wakapotea. Acha, wakajichenga. Wakapotea, sio aliingia wapi bana ghafla tu kama lisali moja ile. Dereva na konda waonekane. Kwa anajua ile gari yao ilikuwa ina changamoto. Bana muda fulani bana wakarudi hao. Wakasolve ile tatizo. Nikaingia town. Sasa nilipoingia town mimi mara kwanza nafika town. Nililala stand kabisa yani. Kwa sababu sana huyu kwa itoshi ishia njiani. Kufika stand pale Magufuli. Kwenda ghetto ambalo wewe mshikaji ndio yupo. Kuna kaumbali, kuna distance. Ilikuwa ninanilia hapa Bungo. Yaani ningekuwa kwa sababu ilikuwa ni usiku sana. Sikuwa na akili kusema labda nishukie njiani. Hata ningeshukia njiani kwa sababu mimi si mgeni. Ningeweza tumfike stand. Kwa bana pale nakumbuka hiyo siku nilifika Nikambonji. Stand pale nikasubiria asubuhi pambazuka ndio nikamcheki ile mshikaji. Nafanyaje mwanangu fasa kama hata nauli kwanza mimi nifike ghetto. Unajua? Jamaa alishamwambia kwamba mimi nimekuja kufanya nini. Kwa hiyo mshikaji katika kunikaribisha akanikaribisha kwamba ni atapata mashavu. Unajua siwezi kukataa, kashapewa DM kama wewe mshikaji anakuja kumkaribisha msanii. Kwa mashavu atakuepo. Kwa hiyo mshikaji akawa anajituma sana nini. Akanitumia nauli, nikaenda ghetto tukawa tunaishi maisha fulani. Sasa msanii nikawa naendelea kuwasiliana naye. Unajua wasanii wakubwa yangu. Baba na bro vipi shwari. Kwa hiyo nakukuta wapi nikuletee Mazaga, akanielekeza kwenye hoteli fulani hivi. Nikaenda pale na mwanangu yule, sababu ndio alikuwa mwenyeji. Bamaga bado tunakutana na msanii. Ingia tukafika pale Bamaga pale. Kwa hizo hapo tena kazicheki. Na basi sasa hivi natoka hapa. Kwa sehemu naenda afu niende nyumbani. Kwa hizo nguo weziweke hapo nyuma ya gari. Nikishatoka huko nifika nyumbani nikifanya fitting tu mimi nakurudia. Akatupa nauli. Fresh kwa kazi tu geti tunasikilizia msanii siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Niko busy. Unajua sana. Piga simu msanii ukoti tuma message. Kaja akajibu. Anambia bado yani huwezi amini bado sijafanya fit yani bado kabisa kutokana na mambo yameingiliana mambo ni mengi na nini. Sawa bro hamna shida unakuwa tu mpole. Sasa maisha yanazidi kwenda. Kwa sababu wewe utakumbia yani umetoa chuga nimekuja hapa kwa sababu yako la sana inakuaje? Sasa maisha yanazidi kwenda. Ule chali nayekaa naye sio kwamba ana maisha sana. Tunachaliwa chuo maisha yao ndo yale. Miogo na maji mengi. Ndio. Sasa mwisho ule chali akawa anatumia hata kale akiba chake ambacho kaenda kuepo. Tunaishi lakini sasa mimi nikaa sina kitu. Nafanyaje hapa? Unajua ile maisha fulani. Bahati nzuri bana ulikuwa kuna sister yangu mmoja hivi. Ambaye ni designer. Nakumbuka kipindi fulani alipokujaga Chuga. Kuna mtu aliniconnect naye. Chali yangu mmoja ni director kule Chuga. Okay. Anaitwa Meja. Aliniconnect naye
yule demo alikuja Arusha, alikuwa ana shoot, alikuwa na msanii wake. Kwa mimi nilipoenda kuwavalisha tu mara ya kwanza wamekuja Chuga, kama vile nimechukua connection na yule demo kwa sababu naye ni designer. Sasa nilipofika nikakumbuka hivi kuna yule demo anaishi Bongo afu naye ni designer, kwa nini nisicheki? Nikajisogeza tu nikaa karibu yake, ile kama style gani ile na mimi na ukuta fulani kipindi hiyo, yani kwenye kushona ilikuwa ni najua tu kushona ile, lakini sijui yani ile kutumia cherehani najua, lakini kwa sijui kukata nguo. Okay. Kwa kukata nguo ila nilikuwa najua tu kushona basi. Nikamcheki yule nikamwambia vipi shwari? Nipo da. Upo da? Nikamwambia ise. Sawa basi mimi naishi maeneo ya Sinza hapa, kama vipi wewe? Pia. Ndio sawa basi kesho kesho yake nikaenda kwa yule dem. Sasa nilifika kwa yule dem akanifurahia kweli kuniona nimefika da. Mkuja nini, mbona usemi sio? Pale kule ofisi pale kuna mashine, kuna harakati zinaendelea za ushonaji. Nikaanza kukimbizana naye sasa pale. Nikawa naokota na matapata hata viela fulani hivi. Sasa si unajua Sinza afu tunapoishi Ubungo sehemu moja wanapaita wapi pale? Msewe. Ubungo Msewe. Sasa mimi nikawaga natoka na mguu kutoka Sinza kila siku kwenda na kurudi. Sinza Msewe. Sinza Msewe na mguu bana mdogo hivi kama jioni. Kwanza ikifika ile jioni ile muda sababu sometimes ilikuwa ni usiku sana. Harakati kwa tunamaliza usiku. Sasa ile hela ambayo unapata haitoshi sema, kwa sababu tunajua safari. Kwa sababu pale ukipiga kipande ya kupanda gari. Kwanza mimi ni mgeni. Alafu sijui nini zile route. Afia route hiyo route kwanza ni changamoto na wewe Sinza tumsee unapanda gari unapandaje gari? Maana hiyo lazima utapanda kama ni magari ni mawili. Sipajui huku. Unajua? Sasa kwa mimi ndo anakanyaga kapiga. Hivyo Kinyamwezi. Maisha huko naendelea kuwasiliana na msanii wangu bana. Bana vipi? Bana bado ananiambia tu bado. Maisha yanazidi kwenda, mtu anaonekana naye anazidi. Unaona uchali vipi? Mbona kama amekaa sana afu haikuwa kwenye mpango vinatokea bana. Mwisho wa siku bana ule msanii zile nguo siku iliyosogea sasa sana akaja akarudisha zile nguo, akaniambia bana nguo nyingi kutosha ni nguo moja kama nguo pia 4 pia 5 akaniambia moja tu nikuja kanikaa vizuri. Okay. Kuja kukutana naye sasa mwisho wa siku tayari nilikuwa nafanya kazi na yule sister. Alikuwa ananiamini kwa sababu kuna vitu nilikuwa nafanya. Tunapata vichenji vinakuwepo. Akawa ananitambulisha sasa kwa watu. Sababu watu walikuwa bado wanijui. Yule sister kidogo ni mzoefu, anajina anajulikana kwa akawa kama ananitoaga tunaenda sehemu fulani kwenye shule. Tunakutana na wasanii. Kutana na watu wa familia ananitambulisha tu mzee bana, huyu ndugu wangu anaongea naye ni designer. Unajua connection. Hivyo bana akaanza kutengeneza connection. Sasa akanipeleka kama designer fulani hivi. My brother ni mapacha wanaitwa Twins Fashion. Okay. Sasa pale nikajifunziaga baadhi ya tactics za kushona sasa. Ile kukata ile vizuri, kushona vizuri, inashonwa hivi, baadhi ya material haya unapata wapi? Sababu pale nilikaa kama vile nilikuwa najifunza. Wale mabrother ndio tukutana tu. So mimi nilikuwa napenda sana kufanya. Ni ile kushona mimi napenda sana. Wale kukaa nao kama udogo mbona kama na spirit sana. Kwa hata huyu akiwepo tu hata hapa ofisini Kinyamwezi. Kwa nikawa nakaa nao ile sio kwamba hata nawalipa, ila wakawa wananielekeza baadhi ya vitu wananituma. So ndio pale kukaa na watu. Bana tuletee mkasi mwanangu. Nidhamu, natuma matiro bana, nenda dukani kanunue hii, kagonge hichi. Nidhamu pale maintain, kajifunza nikajua baadhi ya vitu. Kwa mwisho nikatafuta njia yangu.
sasa hivi nikawa naendelea. Noma sana. So ile moment wakati uko najua Maza anaweza kama alikuwa anakupigia simu. Bana vipi? Baba. Unataka umeniambia wiki kadhaa. Sasa kinachofurahisha baada ya kufika town sasa wao Maza mchongo si anajua. Akajua ni uhakika. Sasa ile msanii anapokuwa ananipigia tarehe Maza na simu zinaita. Vipi? Mbona kimya? Anamwambia mama bado. Lakini mwisho wa siku ilikuja kuyeyuka, ashaona mchongo umeyeyuka. Nataka kumwambia Maza kwamba msanii kafeli. Nikaizima fulani hivi kutaka kumwambia Maza ukweli kwa sababu ningemwambia angeumia. Nikaizima fulani tu ngambia bado nikatafutaka na kumbuka nilipataga kiela fulani hivi nikamwaminishia kwamba uhakika msanii alitisha ila alipenda fulani na fulani, kwa hiyo poishi kwanza na hiyo. Kwa sababu alifika mahali mpaka wana ananiambia kama mambo yalikuwa hayaendi surudi. Sasa mimi nikipiga mahesabu nikirudi tena rudi nyuma mwiko. Nishafika town. Kuna baadhi ya njia nishaanza kuziona. Unaona sio kweli. Kuna kile kichochoro changu sababu ile kichochoro changu kilikuwepo bado. Nilikifunga tu Mazaka bado alikuwepo nimeafungia bado. Okay. Sasa nikipiga nirudi huko. Kuna sio kweli. Afike kipindi pia kabla ya kufika da nilikuwa na ndoto za kufika da. Sasa kwa na mimi nitaenda Bongo pale Kinyamwezi nitakuwa na maisha yangu naendelea. Sasa kwa ule msanii kama kunicheki kama vile ameniwaisha safari. Kwa hiyo mimi nilipofika pia huku nikaona hapa nikirudi tena nyumbani pale nifezea. Maza anapiga simu anambia vipi mbona urudi? Narudi mwezi ujao. Wanaongea napambania tu jambo litokee. Mimi napambania tu. Moment gani ambao unaikumbuka ya kigeto na mshikaji wako wakati mpo pale nini? Afu hali yenyewe unajua sometimes tete yani uko na huko akiangalia bana tunafanyaje uelewi. Bana unajua maisha ya ghetto bana robo hivi. Kuna ile style fulani hivi unaweza kukaa na mtu sana mshasimu anakuchoka. Sasa kuna ile style fulani hivi kwamba inaweza kafika muda wa kula wewe. Haujachangia chama hapo. Si hauna kitu. Sasa mwezi labda alikuwa na kiba chake kapiga labda simu kwao wametisha. Kwa katoka tu time over huko zako ndani. Tukatoka tena kabonya chapa tukarudi kafuta mdomo. Akae. Kwa pale kitu unaweza kujua tuko sawa. Wewe mshikaji tayari. Sasa sisi wazee wa kodi tunazielewa hizo kodi. Wewe unaishi kwenye kodi. Kweli kama mshikaji ndio hii style fulani ya fresh. Sababu yule mwanangu ile sikuwa tunaishi sasa pale tulipokuwa tunaishi pale tulipokuwa naye alipa kodi. Sasa kweli mimi nilikuwa sina kitu. Afu mshikaji naye alikuwa anachopia alikuwa anapata vigumu vile. Unajua pia pale kwa analipa kodi na nini. Sasa mimi nikafika muda bwana maisha mbona ni uongo. Unajua ukikaa sana na mtu kila siku mko mnaonana na kuchoka. Mimi nikawa nalala kule kazini. Yaani sirudi hata siku 2 siku 3. Yaani kutokuweka tu ule ukaribu na ule jamaa kule ghetto kwa sababu ushaanza kuona hizi zimeshaanza kupanda. Anakia hasira. Ile mtu afune cha ile ambaye zikukwambia kama mwanangu mmoa bana sepa mambo sio mengi. Ile unamsoma tu wewe mwenyewe unajishtukia tu kwamba mimi nasingua. Sina kitu kweli lakini sasa nasingua. Hapo kwenye kupiga msosi pale. Kwenye kupiga msosi ile inakuwa ni fezea. Kwa bwana mimi nikawa na ponji sana ofisini. Asubuhi nalala ofisini kila siku. Brother wale kwa sababu wale walikuwa ni watu wa kukesha. Wale wanakeshaga kupiga kazi 24 hours. Asubuhi wanakuja wanalala. Ona mimi nikawa nakesha lakini unasema sina tukifanya hichi. Mimi naamini tutavuka. Kwa hiyo nikawa nalalaga ofisini pale siku 2 siku 3 nakuja narudi agitoni kule. Sasa ikafika moment fulani hivi sasa juzi tu yani mwaka jana ile jamaa sasa akaniambia bana hapa hivi sasa sababu hapa hivi uchaki chochote kabidi uangalie tu ustaarabu mwingine unafanyaje kama kama kurudi Arusha
au vipi da? Unahisi ni kwamba jamaa labda alikuwa anaona wivu kidogo hivi, labda kwa sababu labda kazi ambazo alikuwa anazipata ndio maana akaamua kuweka kama kinyongo fulani hivi ni sasa inaitwa ya kwa nini? Kuhusu kazi ambazo alikuwa anazipata ilikuwa kweli napata vidili vidogo vidogo nafanyia pale kwenye ofisi pale Kinyamwezi. Lakini nilikuwa sionyeshi kama napata dili. Sometimes unajua kodi zingine nilikuwa nikipata nafanya, lakini sionyeshi kama vile ina hela sana. Sasa nahisi mimi ile kuonyesha kwamba haina hela ndio mshikaji. Brother akaona kuna namna fulani hivi ndio akawa ananichana, ananiambia ana hela. Kwa sababu mimi nilikuwa nikija kwa mfano kama hiyo nilopata. Sikuweka wazi kwamba hii inashona hapa, hii project ni ya msanii fulani. So unajua mambo ya kibiashara. Sahi. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafanya kama hii ni kushona kitu ndio kabisa hii ni ya msanii, lakini unakuwa hujui ni ya msanii gani. Sasa yule alikuwa anaamini kwamba sio kila nguo unaoshona ya kumvalisha tu kila mtu. So unajua kabisa. Kwa kama vile ni nguo noma sana, afu labda umemvalisha tu mtu ambaye alikuwa anaamini kuvalisha ma celebrity. Ambao ni nguo anajua nguo ya celebrity. Aidha anamvalisha labda background mtu anaanza kwa sababu anajua ni hela kumlipa. Kwa mimi kuna vitu nilikuwa najifunza kupitia yeye. Kwa mfano kama kwenye kuipa kitu thamani, kitu chako, mimi nimejifunza sana kupitia yeye. Kwa kupitia yeye mimi nikawa kama vile tofauti. Mimi ukinicheki bwana nataka nguo, napiga mahesabu yangu na muda wangu na kila kitu naweka kwenye nguo. Mwambia bei. Ukishindwa basi mimi sikulazimishi kuvaa nguo yangu. Okay, yani ndio hivyo. Sasa mimi nikajifunza brother anafanya kazi kubwa alafu apati hela. Kwa nini? Kwa mimi niko tofauti kupitia yeye nimebadilika. Najua kuna watu ambao wakipata deals za wasanii wakubwa wanakuwa wanatetemeka. Wanataka wafanye naye tu lakini pasina kuwa na maslahi. Maslahi lazima awe pande zote mbili. Wewe ni msanii, upate hela zako huko, na mimi ni designer. Japokuwa kwa sababu ilifika mahali brother anaona kabisa anatengeneza nguo kali sana, yani nguo ambayo ni mimi mwenyewe anaona hii nguo noma, sawa. Anamvalisha msanii anamsumbua kwenye malipo, msanii anamsumbua pia kwenye swala ya tagi. Anamwambia, anaongea naye, anamsikia siku moja hivi anaongea na msanii, anamwambia bro, basi sawa mkubwa umenanili basi hata tagi basi hata pale chini. Sasa mimi ile kai inaniumiza, kama vile bro nilia, yani wewe kweli wakati anajieleza sana yani ananyenyekea mpaka nafika muda naona brother anafanya kazi kubwa pale, tena unamuomba mtu hata tagi tu akupe hela. Basi hata ile tagi tena unampigia simu unamuomba tena kwa kunyenyekea, basi ungenitagi tu hapo mkubwa, ungenitagi mnyonge yule. Mimi kawa naumia kinyama kwa sababu gani? Kweli ni magumu, lakini so na sisi wote ni binadamu kabisa. Inabidi kila mtu aheshimu na athamini kitu chake. Kwa mimi kupitia hivyo vitu mpaka sasa hivi nimejifunza vitu vingi sana. Kwa hiyo najua jinsi ya kufanya kazi na wasanii, najua jinsi ya kufanya kazi na watu wa kawaida, unaelewa? Kwa hiyo mimi sio mgeni au sio mshamba labda useme labda eti kwa hii kazi nafanya. Mimi industry hii naijua vizuri kwa sababu mimi uzuri nimekaa na watu ambao nimekutana sana na hao wasanii nao kwa unajua kufanya nao kazi msanii inabidi ufanye kazi hivi na hivi. Sasa mimi nilifika time pia kwa msanii mmoja huyo huyo msanii mwingine tena wa WCB ashaye kunicheki bro, yani ilikuwa ni nguo bana, alielewa akaniambia ilete ofisini. Nikamwambia sawa, nikaenda mpaka ofisini kwa nauli yangu, nimerequest au nilimana siku request nilipana bora nikaenda mpaka ofisini kwake. Ilikuwa mbali kweli, kama unaenda huko Mbezi Beach huko
henda mpaka Mbezi Beach huko, imefika mpaka getini. Sawa. Nampigia msanii simu aukoti. Nimekaa pale getini wewe, nimekaa. Ndio mwanzo hiyo, kabla sasa kwanza kujua jinsi ya kufanya kazi na wasanii. Nimekaa pale getini wewe. Ndio wakati kwanza nimechomoka. Nilimwambia sister, bila kukutana fulani nampelekea nguo yake hapa, akanambia okay. Sawa. Nilipofika nimekaa pale getini. Subiri bali nzuri, sijui nani akawa anakuja bwana. Pale getini akawa anaingia tu, nikamuai. Kama sana bro, samahani bwana. Mimi nilikuwa na nguo hapa ya mkubwa hapa. Akaniambia nilete ofisini. Akaniambia kasafiri jana usiku. Nenda kwenye show. Nikamwambia kasafiri. Kwa tunafanya sasa, mimi siangeniambia tu kwamba ninasafiri au nimesafiri. Angenipa tu taarifa. Au nikirudi nitakuja kuchukua. Uje. Yeye ananiambia enjoy lete ofisini. Kasema fresh, hamna shida hapo. Nilikuwa na mwanangu mmoja yeye. Tukageuka zetu. Kasema nirudi nyumbani na masikitiko makubwa kinyama. Rudi na nguo zangu kwa elewa hiyo. Kaambia sister shika bana pale kumemsaini kasafiri. Sister akaniambia akacheka kwanza, akaniambia mimi nilikuwa najua tu, ila nilitaka uende kwanza ujifunze. Mimi najua kwa sababu ile muda mrefu uko Bongo, kazi za wasanii zinafanya sana, najua. Mimi nilitaka uende ujifunze. Kwa hiyo sasa ushajua. Kwa hiyo mimi nimekaa na watu ambao wamejifunza, nimejifunza kupitia wao industry. Kwa hiyo mimi najua vizuri. Safi. Kwa hiyo mimi haikusumbui. Hainisumbui. Okay, so kwa scenario yote ya maisha yako ulivyoanza mpaka hapa ulipo, kuna mambo gani makubwa matano ambayo Ghetto Boy ambaye anakusikiliza hapa kwenye Ghetto Podcast au Ghetto Girl naye anatamani kufanikiwa kama wewe, anapaswa kujifunza kupitia hiyo story yako, kwa sababu umeizungumza story ina catch kinoma. Bana, kitu cha kwanza siku zote kwanza inabidi kwanza muamini Mungu. Safi. Muamini Mungu, muombe sana Mungu. Pia uamini kwenye kile unachokifanya. Kwamba siku moja mimi nafanya hivi, nguvu zangu zote nimeamua nizihamishie hapa, nitafanikiwa kupitia hichi ninachokifanya. Pia kwenye maisha bana, unaambiwa hata uwe una kipaji kiasi gani, uwe umesoma vipi, ikiwa hauna nidhamu kwenye kile unachokifanya, hata kwa watu tu waliokuzunguka utafanikiwa kabisa. Huo ndio ukweli. Kwa hiyo ukiwa na nidhamu, pia ukaja ukawa na consistency. Unajua watu wengi wanafanya yani wanapoteza muda kwenye vitu ambavyo sio ndoto zao. Sio, unanielewa? Kwa hiyo unaambiwa bana, ushajijua bana, mimi niko hivi. Kwanza ngoja niseme kitu kimoja. Unajua mimi tokea nilivyosoma mpaka nikamaliza form 4, mimi nilikuwa na marafiki wangu wawili, ambao tulikuwa 3 jumla. Hapo shuleni wale marafiki zangu walikuwa ni watu wenye vipaji. Sema ukweli. Mimi mpaka namaliza walikuwa na vipaji vya kuimba muziki au mmoja alikuwa na kipaji cha kuchora. Okay. Pia kwenye kipaji cha kuchora pia alikuwa tuseme na akili fulani ya shule. Genius. Unaona? Mwingine alikuwa ni footballer. Yaani ile shule, yani timu ya shule bila mchezo. Boli alikanyaga. Lazima afike mwamba ndo boli likanyaga. Hapo sasa mwingine wa kuchora, yeye pia alikuwa ni shuleni kuhusiana masuala ya kuchora. Kuanzia form 1 mpaka form 4. Yeye ndio kwa mchoraji wa shule. Ile darasani ubao. Mwalimu yoyote tu akimwita form 1, form 2, form 5, mara manyaramanya, mara snopers, yale manini, yale matua, yani yeye ndo alikuwa ndo noma. Anachukua wale ndo walikuwa wanangu. Sasa ukija kwenye mimi sasa. Nikiwa nao wale tukikutana na watu tukiuliza wewe una kipaji gani? Mimi na mchoraji. Wewe? Mimi mcheza mpira, football. Wewe?
Mimi sasa mimi ni wale watu ambao nilikuwa sijui kipaji changu wala yani sijui, yani nikawa nakaa chini najiuliza hivi mimi nina kipaji gani? Sikitambui kabisa nina kipaji gani, lakini mwisho wa siku nilikuwa tumba kupiga picha. Hata hiyo masuala ya content creator. Mimi nilikuwa sijui hata mambo ya content creator. Mimi nilikuwa mimi napenda sana mapicha ma video. Yaani ndo maisha yangu, ndo vitu vyangu. Ndo vitu vyako unavyopenda. Kwa hiyo mimi nikawa napata idea za kufanya hivyo vitu, ila sijui hivyo vitu vinaitwaje. Sio unanielewa. Mfano kama content creator, mimi nimekuja kujua juzi tu. Baada ya kuanza kwenda mjini. Kwenye vipengele fulani vya tuzo vya nini, tunakuja najigundua kumbe wewe tunachokifanya ni content creator. Kwa hiyo yani wewe ulichokifanya wewe ulikuwa unafanya. Mimi nilikuwa nafanya kwa sababu ulikuwa unapenda. Kwa sababu napenda. Sio napenda hilo life yani. Kwa mimi nilikuja kujua hichi kitu bana. Wewe ndo hivi. Bidi ongeze serious. Kwa bana serious pia inabidi uwepo. Pia thamani. Sio kwenye kitu unachokifanya, jaribu kukipa thamani. Pengine yani wewe unaweza ukaona umefanya kitu kidogo kwa upande wako kwa sababu wewe unajipenda. Yaani kwa mtu mwingine anaweza akakiona ni kitu kikubwa sana. Kwa mfano kama hii nguo. Nguo mimi nimeshona mwenyewe. Lakini mpaka nimeshona imekamilika, mimi naiona kawaida. Sababu sina maisha yangu kabisa. Lakini hata kati nakuja hivi nilipotoka tu pale majirani na nini kuna watu tu walipoiona wakashtuka. Oya baba hii kodi ya noma sana, lakini mimi niliposhona nilipomaliza nikaivana naona tu ya kawaida. Maana yake ni yani pointi ipo kwenye thamani. Chochote unachokifanya kipe thamani. Na uvumilivu pia sometimes. Yaani kwenye nidhamu pia inaingia uvumilivu. Subra. Kwa sababu mimi nakumbuka wakati naishi na watu kuna mambo mengine yalikuwa anafanya yanaumiza. Sio unaelewa. Nilikuwa naumia, ninaona hichi kitu ni vile tu basi tu, ila kwa sababu mimi nimeishi na watu, mimi sijaikuwa na dharau. Sijawahi kumjibu mtu vibaya. Yaani kwa watu mimi niloishi nao wananijua, hata walio nikataa wananijua. Mimi sijawahi kumjibu mtu vibaya, sijawahi kumwacha dharau ya kitu fulani. Chochote ambacho walikuwa wanataka nifanye, ambacho kiko ndani ya uwezo wangu, nilikuwa nafanya, najitolea, naonyesha uwezo, nikiamini kwamba siku moja na mimi watu wataniamini tu. Sahihi. Kwa sababu ana kwenye maisha bro, dharau mtu. Kweli. Mimi kuna watu ambao nilikuwa naangalia kwenye industry. Sawa. Lakini mwisho wa siku sasa hivi ukizungumza sasa hivi ndio kama surprise nakutana nawe tu live. Sijawahi kutegemea mimi kukutana na mtu kama huyo. Na pengine unakutana naye na nakupongeza kinoma. Nakutana naye na nakwambia mimi ni shabiki yako. Yaani ukisikia mashabiki mimi ni shabiki yako na mmoja mpaka mwenyewe unaona proud. Maisha yanaenda hivi kazi. Kwa hiyo kwenye maisha bana, ni maisha yana form. Kwa hiyo ni kuamini tu unachokifanya. Na kuwa na consistency. Noma sana. Na bana tunaelekea kumaliza, lakini hebu nipe principles zako yani kwa ili bebe aweze akae sawa yani ili bebe mpaka akatii yani kwa Mnyamwezi yani. Kuna vitu gani ambavyo unakuwa unaviangalia kwanza yani before? Au tuseme hivi, vitu ambavyo unaviangalia kwanza before. Alafu pia uniambie red flags ambazo ukiziona tunasema hapa hili sio chimbo la kupoa la nini, sio chimbo la Kinyamwezi yani, sio eneo la Kinyamwezi. Kweli. Sasa mimi bana kwa bebes kitu ambacho nakiangalia kwa watoto wakali. Kwanza kitu cha kwanza demo kwanza inabidi kwanza awe Mnyamwezi. Yeye mwenyewe ni awe Mnyamwezi yani. Yaani maana hawa anapoa hapo. Na Mnyamwezi sio kupoa tu. Mnyamwezi pia kichwani inabidi pia awe smart. Unajua Wanyamwezi? Yaani kichwani pia inabidi uwe smart. Yaani mimi nikikaa na wewe kuna vitu mimi nikikaa na demu yote yule. Kuna vitu fulani tukiongea najua huyu yuko smart. Kuna vitu fulani tukiongea najua huyu
wake MC uifezea hapa kama nipigane kama mimi niishi zangu. Mambo mengine yaendelee. Unajua? Kwa pia mademu pia ambao wanaongea sana, mimi sipendi mwanamke ambaye anaongea sana. Kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda muda mwingi napenda kukaa mwenyewe. Sipendi kelele kwa sababu akili inakuwa imerelax. Kwa hiyo nafikiria idea zangu. Pia mimi bana kitu kingine hata nikiwa kwenye mahusiano kupigiana simu zile mimi naona ni changamoto sana kwa sababu mimi ni mtu ambaye huwa nimefocus sana kwenye kazi. Yaani muda wa kupumzika kwa ule muda sasa nahisi kabisa mwili sasa huwezi tena kufanya chochote. Huwa ndo unapumzika. Kwa hiyo mimi naweza nikakesha siku nzima kuanzia asubuhi mpaka kesho yake mchana. Nisipochoka nitaendelea kukesha, lakini nikichoka mwili ukikataa napumzika. Sasa situation kama zile mimi nakuaga kwa mfano nikiwa na bebe. Naona kama vile mimi simpi muda, simjali, simtafuti. Na ndio ukweli, sio kwamba yani si kweli mimi nakuaga mzito sana kwa kutuma message. Au kupiga simu. Sio kwa bebe tu. Hata kwa wana sometimes. Mimi hata kwa wana muda mwingine yani so kwa ubaya lakini napokeaga tu nakuaga mimi yani nakuaga nimefocus sana. Sana mpaka nije nikumbuke yani nimcheki la mama yani amenipigia sana. Nakubali. Ipi ni ndoto yako kubwa ambayo uko nayo especially kwa mama? Kwa mama yako yani unatamani nini ndoto kuweza kumtimizia mama yako? Na kwa sababu gani? Mimi ndoto kubwa bana ambayo natamani ya kumtimizia mama yangu ni nataka siku moja nije nimfungulie biashara ambayo itakuwa nzuri yani inayoeleweka kwa sababu sasa hivi anafanya biashara lakini biashara sio nzuri. Kwa hiyo nataka siku moja bana nimfungulie biashara kubwa tu nzuri ambayo sana niambie mama sikia. Hebu weka poa hapa Kinyamwezi. Sio na stress yoyote, maisha tu yaendelee kwa sababu yani tokea tumeanza mpaka hapa tulipofikia. Nifezea. Mama. Haina mama mwanangu Gasa boy umetisha sana mwanangu, umetupa madini mengi sana ya ghetto leo. Lakini neno la mwisho ambalo unaweza kumwambia ghetto boy ambaye anakutazama sasa hivi au ghetto girl anajitafuta wewe na anatamani na kuona kama inspiration, yani anakuona kama daba natamani wewe kama Gaza. Na watu wengi sana ambao wanakuangalia. Watu wengi sana DM, vijana wengi sana wananicheki DM. Naomba ushauri, vijana wanatamani kufika hapa mimi nilipofika, wanatamani kufikua kama mimi. Hebu washauri. Bana mimi cha kuwashauri vijana wenzangu bana kwenye maisha. Kitu ambacho kitakusaidia wewe ni kitu cha kwanza muamini Mungu. Kitu cha pili, fanya sana kazi kwa bidii bila kukata tamaa. Kitu cha tatu, kuwa mvumilivu kwenye kila situation au changamoto inayotokea kwenye ile kazi yako unayofanya kwa sababu changamoto ni nyingi sana kwenye maisha. Kitu kingine bana, usikate tamaa. Sababu mimi nakumbuka tokea nimeanza mpaka hapa nilipofikia, mimi na changamoto nyingi kubwa sana ambazo ilifika muda mpaka nikasema sasa inabidi niachane na hivi vitu. Lakini mwisho wa siku nikaona hii ni dunia na tunapita na nini. Tuangalie mtu fulani na usije kufanya kitu kwa kumwangalia mtu fulani. Maana yake sasa ile atakuwa ni mashindano. Umeona fulani bana kafanya kitu chake. Na mimi nataka nifanye kama yeye. Amnaga kama yeye ndugu yangu. Yaani cha kufanya wewe fanya kutokana na speed yako kwa sababu kwenye maisha kila mtu ana safari yake. Mwenzio yeye alishakutangulia kaanza akafika pale. Uwezo ukasema na wewe uanze ufikie. Bila yani ni kitu ambacho ndio inawezekana kufikia lakini inabidi uwe na semaji. Tuseme tu swala zima la nidhamu. Pia nidhamu ni bora zaidi. Kila siku kwa nidhamu, kwa heshima watu, hasa wale watu wanaotuzunguka kwenye maisha yetu ya kila siku. Pia kitu kingine ni pia msimamo. Kuwa na msimamo na kitu unachokifanya.
kwenye maisha. Hata kipindi kile tunasoma ni wale watu ambao tulikuwa tunawapigia sana watu wengine makofi walikuwa ambao walikuwa wakifanya vizuri. Kwa sasa mimi nimepiga sana makofi kaka. Sio na wale watu fulani tu bana fulani hata shuleni yeye anafanyaga vizuri tu kila siku. Kwa hiyo bana pia zimeni surprise kwamba na mimi leo napigiwa makofi, kitu ambacho sijawahi kuexpect kabisa maisha yangu. Kwa hiyo yani nilikuwa surprise sana, yani nilikuwa proud kwamba kwenye maisha hata kama usifanye vizuri sehemu fulani, kuna sehemu fulani tu Mungu anaweza kukuonyesha tu, yani ukafanya vizuri na ukapongezwa ukasifiwa, maana kwa hiyo umefanya kitu kizuri. Very true. Yeah, kwa hiyo bana nishukuru sana pia watu wote ambao wanisupport, wale wanaosupport kipaji changu, wale wanaolike video zangu, wanaoshare, wanaocomment. Bana mimi nawakubali sana, yani kwa sababu nyie ndio watu ambao yani mmefanya na mnasababisha mimi kuwa hapa jamani. Kwa mimi nakubali na appreciate sana. Sana. Yo, ilikuwa ni Ghetto Podcast. Shout out to my crew. Shout out kwa mwanangu anaitwa Rama pamoja na Frederick. Peace.